Diwani wa kata ya Mitengo amekutana na wananchi wa mtaa wa Mnazi Mmoja uliopo katika kata hiyo kwa lengo ya kusikiliza kero zinazowakabili ili ziweze kufanyiwa kazi. Mkutano huo umefanyika Aprili 29, 2026 katika ofisi ya mtendaji kata ya Mitengo, ambapo wameeleza miongoni mwa kero zinazowakabili ni uwepo wa wizi uliokithiri pamoja na ubovu wa miundombinu ya barabara. Mambo ya wizi mwizi mambo ya wizi yana matatizo. Wepa tukakuyelanga wepa tukapika mwizi na tukutila. Lakini vandu va mageti ava humi mageti vanikala kimya na wale ukanyambia nipe namba ya simu asubuhi tukuumia namba ya simu kukupa wepo habari kulamuka liamba habari kama kawaida vandu vingine ava subutu. Kwa maana hiyo kero la wizi hili livena matatizo kwa vandu va mageti. Yani geti tu munwa geti asamini munwa vepa lungo dawa badenga mageti ndindindindi yani wepa kauma wizi atakatuki akataka kutoka kuyalanga kambo kukulu wewe mwizi lakini avengeti ahumi aona nange ngeti muya ndo basa ni mali ya kila chino ambi swala kama ale so wepa tu vandu va mageti vayambile vandu kupalikanga vakape namba ndo vasaidia kuliko ngeti kwa geti ahumi akatana geti mwizi ahumi munu kwa maana hiyo swala kama ale ndo lutue mbele oba liwe sawa haki bisawa. Mtaani kwetu barabara kwa kweli haziko vizuri. Nadhani hiyo tunaloongea labda wenzangu watakuwa waliona nao watasema, lakini kule kwetu ile barabara ya lami ile ukizunguka pale sekondari pale hapa mkono wa kushoto kuna mtaro mkubwa sana. Mvua ikinyesha maji yanapita. Sasa zile nyumba za pale Fasiraji sina kama zile nyumba ziko salama. Lakini siku moja walikuja watu wa TARURA kama miezi miwili mitatu iliyopita hivi. Wakaleta kifusi, wakaleta pale barabarani. Kifusi kile yani mpaka kimeshasambaa hakipo tena. Sasa sijui tatizo ni nini. Sasa mimi nilipoona kifusi kimekuja tena sema hapa sijui nabidi kuandikia mradi. Sasa mimi nikaanza kuwaza hivi kweli pale kuandika mradi. Kwa hiyo mimi naomba viongozi wetu nitaka kumwambia mheshimiwa diwani wetu hapa siku za nyuma, lakini nadhani labda bado liko kwenye mchakato sijui. Viongozi mbalimbali wa kata hiyo wakiongozwa na diwani huyo wamepata nafasi ya kujibu kero hizo pamoja na utatuzi wake. Hilo swala la ulinzi jirani hilo liko kwenu. Tubadilishane mawasiliano. Tuangalie nani anakuja, ukiona sura ngeni uielewi, toa taarifa. Lakini pia vichaka vilivyokuwa karibu na maeneo yetu tuvipunguze. Kwa sababu uhalifu na maficho ni vitu ambavyo vinaenda sambamba. Mtu hawezi kuiba sehemu ambayo iko wazi. Anataka maficho na yawe marefu. Na Mitengo kweli tunasemaga mashallah. Maficho yako marefu sana yani yanamvutia, yani Mitengo inavutia wahalifu. Kwa hiyo ya viongozi watayachukua, watayafanyia kazi, lakini yale yanayotuhusu sisi kama wananchi kujitahidi kuyaepuka. Kwa kikubwa kabisa ni kile kikundi tukiishi, japo na mimi alafu kingine cha muhimu kabisa nitaka kusahau jambo la msingi kabisa. Inapotokea umeibiwa, toa taarifa. Taarifa ndo msingi wa kila kitu. Kwa sababu mtu hawezi kupata takwimu ya Mitengo. Yaani hapa mimi natoa taarifa Mitengo shwari. Nikimpigia mwenyekiti ananiambia shwari. Mimi kule na ripoti Mitengo shwari. Kumbe Mitengo ya moto. Umeona? Kwa hiyo taarifa ndo msingi wa kila kitu. Inapotokea umeibiwa, toa taarifa. Ukitoa taarifa hata kule wanajua kwamba hii Mitengo inabidi tuiongezee nguvu ya ziada. Kwa hiyo hata doria zitafanyika huku na misako. Ukitoa taarifa pia utakuwa umeingiza ile taarifa ya wizi kwenye report book, utapewa karatasi ya RB. Ikitokea mtu yoyote tunamshuku, tunaweza tukamuanisha na ile kosa. Kwa sababu hamna kesi ambayo itaendeshwa bila kuwa na taarifa. Tukiishia kusubiri mpaka mikutano ije ndio tuseme niliibiwa fulani. Tena mtu anatoa taarifa na msemea mwingine. Ina maana yule aliyebiwa kwake is okay, amefurahia. Mnazi Mmoja. Mimi ndo mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mtaa huu. Mwisho wa kutembea majira ya saa 6, wafanyabiashara wote wafunge maduka yao waondoke. Na nyinyi hamna hoja ya msingi icheze Simba na Yanga. Wakicheza zaidi ya saa 6 inafungwa na redio inafungwa, watu mnaondoka. Nataka nifanye kazi. Kuwe na muda kuachia watu wa usiku watembee.
Yaani lazima tupate muda watu wa usiku na wao wafanyaje? Watembee. Hata kama ni sio kitengo rasmi, ni wale ni wanasayansi, waacheni na wao watembee. Kiongozi wangu amesema, mzee Kisali, haya mapoli yote ukiuliza utasikia hicho kiwanja cha mtu, hiki si kiwanja cha mtu, hiki kiwanja cha mtu. Sasa mimi niombe ndugu zangu, na jambo hili tumeongea mpaka kwenye WDC kwamba viwanja visivyoendelezwa basi twende tupeleke mapendekezo ili serikali waweze kuvifuta, wavitangaze kwa wananchi ambao wana shida ya maeneo ya kujenga, kwa sababu kama mtu mnampa kiwanja miaka 10 hajajenga, huo nakuwa sio staarabu, kwa sababu kwanza unawekera wenzao. Mzee Kisali, ni kweli jana nilikuwa napita sehemu fulani hivi, ile njia natoka kwangu, kuna sehemu mtu alikuwa anafanya usafi, kakutana na nyoka mpaka amemkimbia mtu wa kufanya usafi. Peni muda, vuteni subira, yale ambayo mmetuambia na sisi tunaenda kuyafanyia kazi na tunayapeleka katika vikao. Bajeti ya mwaka huu ndugu zangu nimepeleka kwenye baraza la madiwani na tayari hili jambo limeanza kuchakatwa. Nilipeleka vitu viwili. Nilipeleka shule ya sekondari Mitengo kwenda kuongeza kuwa 5 na 6, kidato cha 5 na cha 6, lakini pia nikapeleka na swala zahanati. Naomba nitumie nafasi hii kuambieni, bajeti itakayoanza mwezi wa 7 sekondari ya Mitengo tunaenda kuibadilisha na kuwa form 5 na form 6. Ndugu zangu, hilo nimeweza kupambana na nimefanikisha kulipata hilo jambo, na yawezekana miradi itakapoanza tutakuwa tunapokea mabweni kwa ajili ya wanafunzi pale. Kwa hiyo niwaombeni, kwa sababu ili tumefanikisha, na zahanati waliniambia kwanza tusubiri kidogo, ili wakati lile tunaanza kutekeleza lile la kidato cha 5 na 6, basi tunaenda pia swala la zahanati. Lakini pia tulitoa maelekezo kwa wasimamizi wa ilani waweze kulivalia njuga na kulifanyia kazi, lakini bahati nzuri taarifa tulionayo mpaka sasa tumeshapewa ile mitambo kwa ajili ya kuja Mitengo na kufanya ukarabati au marekebisho ya barabara zetu, lakini kwa ushauri wa wataalamu wa TARURA au TANROADS walitushauri tusubiri kidogo, hali ya mvua itakavyotengamaa ile mitambo tutaletewa na kwa ajili ya kufanya hizo kazi. Moja ya plani tulizokusudia, tumeomba nafikiri kwenye bajeti ya 2026 2027 tumeomba angalau tupate hata kilomita 1 ya lami iliyo katika eneo letu na barabara zingine ziingie katika kiwango angalau cha changalawe. Nayo maombi yameshakubaliwa. Hizo bajeti zitaanza kutekelezwa kipindi bajeti husika itakavyoanza kutumika. Kwa hiyo chama pamoja na watendaji wake tunapambana kuhakikisha kero tulionayo hatuongelee mjini, kwa sababu mjini sio eneo letu. Sisi tunaongelea Mitengo. Kwa hiyo tuwe na subira wakati tunaendelea na michakato mingine, lakini lazima tuhakikishe barabara zetu zinakuwa safi, hasa muda mfupi. Nafikiri hata mvua sasa zinapungua. Kwa hiyo angalau huduma ya kwanza tutatoa kwa ajili ya kurekebisha hizo changamoto. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, Heri Abdallah, Chivihi Media.